Mpenzi mtazamaji wa Sauti ya Mtaa TV, naomba nichukue fursa hii kukukaribisha moja kwa moja kwenye matangazo yetu ya siku hii ya leo, ambapo tumezindua kipindi kitakachokuwa kinaleta habari za juma ndani ya mtaa wako. Hapa tunazikusanya habari za mtaani na kuziweka pamoja na hata za nje ya mtaa. Bila kupoteza wakati, naomba nikukaribishe. Karibu sana. Mwaya. Washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mwaya wameombwa kudumisha uaminifu wao kwa Mwenyezi Mungu, kwani hiyo ndio siri ya mafanikio. Ameyazungumza maneno hayo ndugu Edwin Pascal Ngasenga wakati wa mahubiri Sabato. Amezungumza mafanikio ya kanisa au mtu mmoja ama familia yanategemeana na uhusiano wa Mungu. Mafanikio na kustawi kwa watu wa Mungu na kanisa la Mungu na familia zetu na mtu mmoja mmoja kwa ujumla inategemea uaminifu wetu kwa Mungu. Inategemea namna ambavyo tutakavyojitoa kwenda sawa sawa na nani? Na Mungu. Unajua maagizo haya sio kama Mungu anampenda sana Sulemani, hakupendi wewe. Ujumbe huu ambao Mungu anampa Sulemani ndio ujumbe ambao leo kama angekuwepo angekupa wewe na angenipa mimi. Na ujumbe huu umefika kwetu, na kwamba unaweza ukaona katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, baadhi ya wafalme walipoinuka na kufanya matengenezo makubwa. Tumejifunza habari za mfalme mmoja anaitwa Yosia. Mfalme mmoja anaitwa nani? Yosia. Alifanya matengenezo makubwa. Biblia inasema kwamba tangu nyakati za Daudi hapakuwahi kufanyika matengenezo kama yale, na nchi ilistarehe ikawa na amani. Yaani ukiona kwamba kuna migogoro na kuna matatizo na kuna huzuni na kuna vilio, ni kwa sababu anayetawala ni yule ambaye amekuja kwa kusudi la kuchinja, kuua na kufanyeje? Na kuharibu. Lakini kama tunakwenda mbele za Mungu kwa uaminifu, Mungu ametoa ahadi kwamba sitawaacha. Aidha, ndugu Edwini amesema kuwa kila mshiriki ana wajibu wa kufanya matengenezo kwa ajili ya Mungu. Haijalishi ni kiongozi wa kanisa au si kiongozi, haijalishi ameoa au kuolewa, anahitaji kufanya matengenezo, kwani kufanya kazi bila Mungu hatuwezi kupata baraka. Sio kiongozi wa kanisa, lakini kuna madhabahu za baadhi zimejengwa nyumbani. Hata kijana ambaye hajaoa kabisa ana kitu ambacho anapaswa kufanyeje? Kubomoa. Ana sehemu ambayo ameenda tofauti na Mungu. Kuna sehemu ambayo amepuuza maagizo ya Mungu, panapaswa kufanya matengenezo. Kwenye familia zetu kuna sehemu ambazo hatujaenda sawa sawa na Mungu, na hivyo tusitegemee baraka. Kitu ambacho nimejifunza ni kwamba katika wakati wote ambapo watu walimwacha Bwana hawakufanikiwa na hawakukaa kwa raha. Mungu aliruhusu maadui wawapige kushoto na kulia. Aliruhusu maadui waje wawatese mpaka walipokaa sawa. Unaendelea kuifuatilia Sauti ya Mtaa. Kipindi hewani ni taarifa za juma ndani ya mtaa wako, na katika taarifa nyingine tulionayo hapa mezani leo hii ni kwamba ndani ya wiki hii watu 23 katika mtaa wa Mwaya wamempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Watu hao wamebatizwa baada tu ya hitimisho ya mahubiri ya Njombe Net Event ambayo yalikuwa yakifanyika Njombe. Watu hao ni pamoja na makanisa yote ambayo yanaunda mtaa wa Mwaya, kwa maana kanisa la Lukande, kanisa la Mbuga pamoja na kanisa la Mwaya. Mtazamaji wa Sauti ya Mtaa TV, unaendelea kupata matangazo haya ya moja kwa moja kutoka mjini Mwaya, na zifuatazo sasa ni habari za nje ya mtaa wa Mwaya. Ifakala. Presidenti wa ETC ndugu Amon January Skazwe amewaomba walimu wa watoto waliopokea mafunzo kwa ajili ya kufundisha watoto kwenye makambi na makanisani kuhakikisha maarifa walioyapata katika kambi la walimu wanayatumia ipasavyo kwa ajili ya kuwafundisha watoto na kuwafanya wawe na mwelekeo wa kumfahamu Yesu. Amewaambia maneno hayo baada ya kambi kumalizika. Kwa hiyo tuendeni tufanye kazi ya kuyapeleka haya maarifa, kuamsha kundi hili la watoto limwelekee Yesu. Na mmeimba vizuri hapa wimbo. Nilikuwa naona wengine wamechemka kabisa. Yaani unasema huyu sasa ni kivumbi kanisani kwake. Yaani wengine wanatamani sasa wapate nafasi waondoke wakafanye vitu.
Sambamba na hayo, mwenyekiti wa conference amesema kuwa mwaka huu katika makambi hawatarajii kumpa mwalimu wa watoto kambi la watoto ikiwa hana vyeti, haijalishi ana uzuri gani katika kufundisha. Katika makambi ya mwaka huu, kama mtu hana cheti, hatutamleta kwenye makambi, hatutamruhusu. Mkurugenzi anajua vizuri, atasimamia zoezi hilo na timu yake kuhakikisha wale walio na vyeti ndio wanaenda. Hata awe mzuri, mnayemfahamu mzuri sana, lakini hakupita mikononi mwa wakufunzi hawa, hatujui uzuri huo. Aliye mzuri ni huyu aliyepita mikononi mwa wakufunzi hawa. Nao walimu wa watoto wamefurahishwa na uongozi wa jimbo la ETC kwa kuwaletea mafunzo ambayo yatawasaidia kuwafundisha watoto wao makanisani na kuelekea katika kipindi hiki cha makambi. Wamezungumza hayo mbele ya Sauti ya Mtaa TV na kuahidi kuwa watayasimamia yale yote waliojifunza na kuhakikisha kuwa watakuwa chachu katika makanisa yale yaliyowatuma kuwafundisha watoto kumwelewa Yesu. Kwa majina naitwa Godfrey Ephraim Gambi, natokea kanisa la Riverside mtaa wa Londo. Kiujumla nafurahi sana kwa namna ambavyo mafundisho yamekuwa yakiendeshwa mahali hapa. Tumeweza kupata vitu vingi ambavyo tutakwenda kuvifanyia kazi kwa watoto, lakini pia tumeweza kufahamu kuwa sisi ni wachungaji ambao tunafundisha kundi kubwa ambalo bado halijamjua Mungu. Kundi hilo kubwa ambalo ni kundi la watoto wadogo ambao wanapokuwa wakizaliwa wanakuwa ni watoto ambao ni kama karatasi ambayo ni nyeupe, haijachafuka, haina doa lolote. Kadri wanavyoendelea kukua na ndivyo wanavyoendelea kupata madoa mbalimbali. Hivyo tukiwa kama walimu au wazazi au walezi, tunapaswa kufanya kazi ifuatayo: kuwafundisha watoto namna ya kumjua Mungu. Baraka Tiba ni mwalimu wa watoto kutokea mtaa wa Mwaya, kanisa la Mwaya. Nimekuwepo hapa tangia Jumapili mapema kabisa, nikafika hapa, tumejifunza na nimejifunza mambo mengi sana kwa kweli. Katika kambi hili limenibariki, hasa kitu ambacho nimejifunza na kimeniongoza vizuri, kimenibariki sana sana ni kuhusu ufundishaji wa madarasa yetu kuanzia miaka 0 mpaka miaka huko kwenye darasa la uhusiano. Kwa kweli ni madarasa, ni semina moja wapo ambayo imenibariki, na ni moja vitu ambavyo vilikuwa vinanichanganya na vilikuwa nafikiri vinachanganya karibia walimu wote. Katika kitu ambacho faida moja wapo niliyoipata kama nisingehudhuria hapa ni moja wapo na hii, kwamba huenda nisingejua namna ya kuwafundisha watoto katika madarasa yao, lakini kitu kingine huenda nisingejua kuhusu hata kusimamia kwenye makambi, utaratibu unatakiwa kuwaje. Wote wanaonisikia na ambao wapo huko makanisani, semina hizi ni muhimu sana. Kwa kama ulichaguliwa na kanisa na au kufika, mimi wito wangu, semina nyingine itakaposikia, ukisikia semina, jitoe kwa namna yoyote. Sisi tumetokea mbali sana, lakini tumejitoa hata kwa tukaja na pikipiki. Kwa hiyo kujitoa na semina hizi ni muhimu sana. Kwa kama mwalimu ukichaguliwa na kanisa, wito wangu na ni washauri tuje tuhudhurie. Hii sio kwa faida tu ya kanisa, ni faida pia ya kama mwalimu au kama mzazi wa baadaye. Kwa majina naitwa Kristina Saida, natoka kanisa la Maendeleo mtaa wa Maendeleo. Kile ambacho kilichonifurahisha katika kazi ya Bwana ni pale tu watoto wamewapa kipaumbele katika bonde hili, na nimemshukuru Mungu kwa sababu watoto wetu wanatakiwa wawekwe katika mstari ulionyoka ambao ni wa kumtukuza Mungu. Na bonde hili lilikuwa limelala sana katika idara ya watoto, lakini kwa sababu Mungu ni mwema, ameingilia kati kutuona sisi katika mtaa wetu na bonde hili. Jina la Bwana litukuzwe. Kitu kikubwa nilichojifunza ni pale walimu wanatakiwa wawe kipaumbele, wayajue maarifa ya kuwafundisha watoto kutoka Biblia na maandiko, na pia watoto wetu, ili watoto katika giza lile la dunia wamepelekwa katika mstari wa kumjua Mungu. Na pale programu hii iliyofanyika siku ya leo imenifurahisha sana. Kwa jina mimi naitwa Barieda Stefano Kesembe, ni mwalimu kutoka kanisa la Ifakara, mtaa wa Ifakara.
Kwa kifupi tu ni kwamba kwa kweli katika kambi lililonibariki ni kambi hili lililofanyika hapa, kambi la walimu wa watoto. Na ni kipi nilichojifunza katika kambi hili? Ni kwamba tumefundishwa ni namna gani tuenende kuwafundisha watoto katika makambi. Kwanza kabisa, tusihangaike na habari ya programu, badala yake tuwafundishe watoto kumjua Mungu zaidi, ambaye ndiye kiini, kama mpango kazi wa miaka 5 unavyosema, kujikita katika Biblia na kulenga katika utume. Kwa tuwafundishe watoto wetu utume, lakini pia wazame katika neno la Mungu na wala sio kuzama katika programu na michezo mingine isiyo kuwa na maana sana katika maisha yao ya kiroho. Mtazamaji wa Sauti ya Mtaa TV, na kufikia hapo sisi hatuna la ziada hapa mjengoni. Naomba nikushukuru sana kwa wewe ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kufuatilia habari za juma hili ndani ya mtaa wa Mwaya na nje ya mtaa wa Mwaya. Usiache kusubscribe, kushare, kukomenti na kulike. Kumbuka taarifa zingine utazipata tena kuanzia juma lijalo. Mungu akubariki sana.